Baada ya kukamilika kwa msimu wa CAF kwa michuano ya club, hivi sasa kwa maana 2025-26 pale juu kileleni kwenye viwango vya ubora, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini wameipindua Al Ahly, ambao sasa Mamelodi ndiyo klabu namba 1 kwa ubora ikiwa na pointi 73. Tunaona hapa Mamelodi Sundowns, lakini wanaofuatia ni Al Ahly wenye pointi 66. Ukiangalia vizuri kuna Esperance de Tunis na pointi 58, Wekundu wa Msimbazi Simba pointi 38, lakini timu ya 12 kwa viwango vya ubora ni Yanga wenye pointi 35. Sasa baadhi yenu mmekuwa mkiuliza, je, msimu mpya utakapoanza viwango vya ubora vitakuwa vipi? Ni kweli kutakuwa na mabadiliko, lakini mabadiliko hasa ni katika idadi ya points kwa kila timu, kwa sababu tunapoingia katika msimu mpya ujao 2026-2027 kutakuwa na mabadiliko makubwa mawili ambayo mwisho wa siku ndiyo yanayoleta hayo mabadiliko ya points. Kwa maana ipi? Tunafahamu vizuri kwenye viwango vya ubora vya CAF huwa inayoangaliwa ni misimu mitano kuanzia msimu husika, kana kwamba ndio watano, halafu wa nyuma yake ambao ni wanne, unaendelea kuhesabu mpaka wa kwanza kupata misimu mitano. Performance, ufanisi kwa timu zote ndizo ambazo mwisho wa siku pointi zake zinazopata katika kila msimu zinapochanganywa, zinajumlishwa, yenye pointi nyingi ndio inahesabiwa kwamba ni nambari 1 inayofuatia na kadhalika, kwa mtindo ule wa kupungua, descending order. Na pointi hizo tunakumbushana tu, wengi mnafahamu, ni kwamba zinapatikana baada ya timu kuingia walau hatua ya makundi, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, ambapo ukiingia kwenye hatua ya makundi kombe la shirikisho halafu ukamaliza mkiani unapata pointi 0.5, ukimaliza wa pili kutoka mkiani pointi 2, ukimaliza miongoni mwa timu mbili zinazofuzu robo finali kwa maana zile mbili za juu kwenye kombe la shirikisho unapata pointi 2, kwa sababu ukimaliza mkiani unapata pointi 0.5 ambayo ni nusu, ukimaliza watatu kutoka mkiani pointi 1, ukimaliza miongoni mwa timu mbili za kileleni zinazokwenda robo finali unapata pointi 2, ukienda nusu finali unapata pointi 3, finali pointi 4, bingwa kombe la shirikisho pointi 5. Lakini kwenye ligi ya mabingwa ukimaliza mkiani unapata pointi 1, wa pili kutoka mkiani unapata pointi 2, ukimaliza miongoni mwa timu mbili za juu zinazokwenda robo finali kwenye ligi ya mabingwa kutoka hatua ya makundi unapata pointi 3, ukiingia nusu finali pointi 4, finali pointi 5, ukitoa ubingwa unapata pointi 6, ambazo sasa pointi utakazozipata tunaangalia katika misimu mitano. Msimu ule latest, msimu ambao ndio pointi zimepatikana katika msimu husika tunazidisha mara 5, halafu baada ya hapo unaangalia msimu wa nyuma yake ambapo pointi ulizopata kutokana na hatua ulioishia inazidishwa mara 4, nyuma yake mara 3, mara 2 mpaka mara 1. Ni kwa mtindo huu. Kwa mfano ndipo unaona Mamelodi Sundowns wana pointi 73, ni kwa sababu hapa katika msimu ule very latest ambao ni huu 2025-26 Mamelodi Sundowns walitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ndipo unapata pointi 6, kwa sababu ni msimu ndio huu, ukizidisha mara 5 ndio hii kizidishio chake mara 5, maana yake hapa Mamelodi ana pointi 30. Msimu uliopita walipata pointi 5 kwa kufika finali. Msimu uliopita 24-25 unazidisha mara 4, unajikuta hapa na pointi 20. Halafu msimu wa nyuma yake ambao ni 23-24 walipata pointi 4 ambazo unazidisha mara 3, unapata pointi 12. Wa nyuma yake pointi 4 walipata, unazidisha mara 2, unapata pointi 8. Halafu msimu wa kwanza katika kuhesabu misimu mitano mpaka msimu huu ni 2021-22 ambao Mamelodi walipata pointi 3 mara 1, unajikuta ni pointi 3, ambazo sasa ukijumlisha hapa 3 jumlisha 8 jumlisha 12 jumlisha pointi hizi pointi 20 jumlisha pointi 30, ndipo kwa ujumla wake unapata pointi 73. Nadhani imeeleweka vizuri kwa nini Mamelodi Sundowns wakapata hapo pointi 73 katika misimu hii mitano. Kwa mtindo huo ndipo ambapo unaona Al Ahly walipata pointi 5 katika msimu 2021-22, unazidisha mara 1 utakuta wanapata pointi 5 kwa sababu ni msimu wa kwanza mara 1. Msimu unaofuatia walitoa ubingwa ligi ya mabingwa wakapata pointi 6, unazidisha mara 2 kwa sababu huu ni msimu ule ambao kutoka nyuma kule wa kwanza wa pili mara 2, halafu hapa unazidisha mara 3 ambayo 6 mara 3 inakuwa 18. Hapa manake walikuwa na pointi 12. Hapa msimu 24-25 walipata pointi 4 katika msimu huu unazidisha mara 4 ambayo inakuwa pointi 16. Halafu katika msimu uliomalizika 25-26 walipata pointi 3
3 ukizidisha mara 5 unapata pointi 15, ambazo sasa ukijumlisha ndipo 15 jumlisha 16 jumlisha 18 12 jumlisha hii ambayo ni 5 mara 1 ambayo ni pointi 5, ndipo unapata pointi 66 na kadhalika. Kwa hiyo wote walipata pointi zao kwa mtindo huu. Tumejaribu kuzionyesha hapa kwenye jedwali katika kila msimu walipataje. Mwisho wa siku toto yake, jumla yake ndio pointi hizi, ambapo kwa mfano kwa wekundu wa Msimbazi Simba 2021-22 walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, unazidisha mara 1 katika msimu ambao ndio wa kwanza. Kwa hapa Simba na pointi 2. Yanga katika msimu wa kufika hatua ya makundi ya michuano yoyote ya klabu ya CAF, sio kombe la shirikisho wala ligi ya mabingwa, kwa hiyo walikuwa na pointi 0. Lakini kwenye msimu unaofuata 22-23 Simba kwa mara nyingine walishia robo finali ya ligi ya mabingwa. Tunakumbuka walitolewa na Wydad Casablanca ya Morocco, ambapo matokeo yake sasa Simba walipata pointi 3 katika msimu huu, tunazidisha mara 2. Kwa hapa Simba wana pointi 6. Halafu kwenye msimu wa 2023-24 Simba walipata tena pointi 3 katika msimu, tunazidisha mara 3, ambapo napata pointi 9. Kwenye msimu unaofuatia 24-25 Simba walifika finali kombe la shirikisho barani Afrika, mabingwa wakawa RS Berkane, wao wana finali wakapata pointi 4 kwa msimu huu, tunazidisha mara 4 ambao ni pointi 16. Halafu huu msimu latest, msimu huu waliishia tu ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakamaliza mkiani kwa maana timu ya 4 kwenye msimamo. Tumeshatoka kuzungumza, unapata pointi 1 kwa msimu huu, tunazidisha mara 5 ambayo inakuwa sawa na pointi 5. Sasa ukichukua pointi hizi sasa, pointi 2 ongeza na 6 inakuwa 8, ongeza na 9 inakuwa 17, ongeza na 16 inakuwa 33, ongeza na 5 ndipo unapata pointi 38 za Simba. Lakini kwa Yanga tunaona 0 kwa msimu wa 2021-22, 22-23 walifika finali kombe la shirikisho wakapata pointi 4 kwa msimu huu, tunazidisha mara 2 kwa unapata 8. Halafu msimu unaofuatia wakafika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika wakapata pointi 3 kwa msimu huu, inazidisha mara 3, ndio kizidishio chake hiki coefficient number ya kuzidishia, kwa walipata jumla pointi 9. Msimu wa 24-25 Yanga walishia hatua ya makundi wakimaliza nafasi ya pili kutoka mkiani, kwa maana nafasi ya 3. Kwa hiyo walipata pointi 2 katika msimu, unazidisha mara 4 ambayo unapata pointi 8. Halafu msimu huu uliomalizika kwa mara nyingine tena Yanga hatua ya makundi wakamaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao, na hivyo wakaishia kupata pointi 2 kwa msimu, unazidisha mara 5 ambayo inatengeneza pointi 10. Sasa unajumlisha 10 jumlisha 8 18, jumlisha 9 inakuwa 27, jumlisha 8 inakuwa 35, jumlisha 0 inabaki 35, ndio pointi za Yanga hizi 35. Nimejaribu kukumbushia. Sasa tutakapoingia 26-27 nini athari zinakuja, ndipo nikasema kuna mambo mawili. Kwanza, kuna msimu unaondoka kwa ujumla wake, kwa sababu hautakuwa sehemu ya misimu mitano tutakapoingia 26-27. Lakini la pili, vizidishio vinabadilika. Pale palipokuwa panazidishwa mara 2 patazidishwa mara 1, palipokuwa panazidishwa mara 3 patazidishwa mara 2, mara 4 patazidishwa mara 3. Pale tunapozidisha mara 5 ambao ni msimu huu 25-26 patazidishwa mara 4 pindi tutakapoingia 26-27. Halafu 26-27 tutazidisha mara 5. Matokeo yake athari zitatokea juu ya timu ipi ina pointi zipi kwa ujumla wake, kwa sababu katika msimu ambao utaondolewa kuna timu ilipata pointi, hizo pointi hazitakuwepo. Lakini kizidishio katika msimu ambao timu pengine ilikuwa imevuna pointi nyingi, kizidishio chake kilikuwa kikubwa, unapata pointi nyingi, itaathirika kwa sababu kizidishio kinabadilika. Kwa hiyo kuna nyingine zitanufaika, kuna nyingine zitaathirika katika mtiririko wa pointi za ujumla. Sasa ukiangalia hivyo itakuwa vipi? Hapa tunazungumzia misimu mitano, tumeanzia 21-22, 2021-22 mpaka msimu huu ndipo tukapata misimu mitano, 1 2 3 4 5, na hizi ni jumla ya pointi walizonazo timu ambazo nimeziangalia top 12 kwa sababu maalum kwamba ndani yake kuna wakilishi wa Tanzania, Simba na Yanga katika orodha hii. Sasa tukiingia 26-27 misimu mitano haitaanza kuhesabiwa tena 21-22, badala yake tutaanzia 22-23. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huu msimu utaondoka, huu wote na pointi zake zitaondoka, zitakuwa obsolete,
zita expire, hazitatumika tena tutakapoingia 26 27. Point to note, kwa sasa zipo na ndizo zimeleta matokeo yale, ila tukiingia 26 27 huu unaondoka, hautahesabiwa tena. Kwa hiyo huu wa 22 23 ambao ulikuwa ndio msimu wa pili kutokea 21 22, sasa ndio utakuwa wa kwanza katika kuhesabu misimu mitano mpaka kufikia msimu wa tano ambao ndio latest. Nadhani nimeleka vizuri, ambao ni msimu sasa. Kwa mfano hapa tunazungumzia 2026 2027. Kwa hiyo huu uliokuwa tunazidisha mara mbili, kizidisho chake kitabadilika, itakuwa sasa tunazidisha mara moja, maana ndio utakuwa wa kwanza pindi tutakapoingia msimu mpya wa CAF kwa michuano ya klabu, kwa michuano yake ya klabu. Huu wa 22 23 utakuwa ndo wa kwanza, halafu huu wa 23 24 uliokuwa unaonekana tunazidisha mara tatu, huu tutazidisha mara mbili, halafu huu tuliokuwa tunazidisha mara 4 utakuwa unazidishwa mara tatu, na huu tuliokuwa tunazidisha mara tano kwa maana 25 26 kizidishio chake sasa kitakuwa mara 4. Kwa hiyo nini kitakachoathirika? Tutaangalia jinsi ya kuhesabu. Tunaondoa kabisa hivi vizidishio, maana vimebadilika kwa kila timu. Hali itakuwa kama ifuatavyo kwa kila timu, halafu tuone pointi za jumla ndo zitakazoainisha nani anakuwa nafasi ipi baada ya mabadiliko hayo, na hivyo jawabu juu ya viwango vitakuwa vipi tutakuwa tumelipata pindi tutakapoingia hapo 26 27. Lakini kwa kukumbusha pia 26 27 yenyewe 26 27 utakuwa na 0 kwa sababu utakuwa bado 2026 2027. Halafu hapa ndio total ya points hizi tumeachana nazo wakati huu tutakapoingia 26 27. Kwa tukiingia 26 27 tutajua pointi zake, alafu tutapata jumla. Sasa 26 27, kabla tujaanza kuhesabu, kila mmoja ataingia akiwa na 0 points. 0 points kwa sababu hatuna uhakika nani ataingia hatua ya makundi na kusonga mbele, kwa sababu upati pointi mpaka uingie hatua ya makundi. Sasa ile tukiingia tu kwenye msimu, timu zote barani Afrika pointi zao kwa msimu latest ambao unakuwa haujaanza bado wana 000 kwa sababu pointi zinapatikana baada ya timu kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hapa zote kwenye 26 27 zitakapoingia kabla msimu mechi hazijaanza kuchezwa watakuwa na 0-0. Wakati huo kule wa 21 22 umefitika kama tulivyotoka kueleza. Sasa pointi zitakuwa vipi? Hapa Mamelodi Sundowns tutazidisha mara moja, itakuwa pointi 4. Hapa msimu unaofuata tumeshaeleza tunazidisha mara 2 ambayo inakuwa pointi 8. Hapa walipopata 5 tunazidisha mara 3 ambao watakuwa na pointi 15. Hapa walipopata 6 kwa kutoa ubingwa kwa maana ya msimu 25 26 tutazidisha mara 4 sasa na sio mara 5 kama nilivyotoka kueleza, ambapo pointi zitakuwa 24. Sasa ukizijumlisha pointi 4 jumlisha 8 12 jumlisha 15 27 jumlisha 24 utagundua utapata pointi 51. Hizi ndizo ambazo Mamelodi Sundowns kama vinara wa ubora barani Afrika kwa sasa, tukiingia 2026 27 kabla ya kuanza mchakato wa kwenda hatua ya makundi na hatimaye kujua nani anakwenda robo, nusu, fainali na ubingwa, Mamelodi watakuwa na pointi 51 msimu ukiingia. Lakini kwa Al Ahly na wao itakuwa hapa 6 mara moja itakuwa 6. Halafu msimu unaofuatia itakuwa 6 mara 2 itakuwa 12. Msimu unaofuatia itakuwa walikuwa na pointi 4, hapa itakuwa 4 mara 3 ambao ni 12. Halafu hapa walikuwa na pointi 3 kwa msimu huu tunazidisha mara 4 itakuwa pointi 12 pia, ambapo ukijumlisha sasa itakuwa pointi 6 jumlisha 12 inakuwa 18. 18 jumlisha 12 inakuwa 30. 30 jumlisha 12 unapata pointi 42. Kwa hiyo tukiingia Al Ahly utakuwa na pointi 42. Kwa mtindo huu ukiangalia vizuri, Esperance de Tunis itakuwa 4 mara moja, hapa 5 mara 2, hapa itakuwa 4, hapa itakuwa 10, hapa tutazidisha mara 3 itakuwa 9, hapa tutazidisha mara 4 itakuwa 16,
Hapa kujumlisha pointi zetu itakuwa ni 4 jumlisha 10, 14 jumlisha 9 jumlisha 16. Kwa ujumla utapata pointi 39 ndio Esperance de Tunis watakuwa nazo. Lakini RS Berkane watakuwa hapo wana 0 kwa sababu utazidisha mara moja itakuwa 0, 4 mara 2 itakuwa 8. Halafu hapa wana 5, 5 mara 3 itakuwa 15. Halafu hapo penye 4 mara 4 itakuwa 16, 4 mara 4 itakuwa 16, ambapo tutajumlisha sasa pointi 8 jumlisha 15 jumlisha 16. Ukijumlisha vizuri hapa utagundua nao wana pointi 39. Halafu ukitoka hapo ukiangalia USM Alger 5 mara 1 itakuwa 5, 3 mara 2 itakuwa 6, 2 mara 3 itakuwa 6. Halafu kuna 5 mara 4 tutazidishia ambayo itakuwa pointi 20. Tunajumlisha hizi sasa 5 jumlisha 6 jumlisha 6 jumlisha 20, utagundua na pointi 37. Lakini utakaofuatia baada ya USM Alger ni Zamalek, utagundua ni 34. Hali kadhalika ukienda timu nyingine hapa Pyramids 34 kama ilivyo kwa Zamalek. Alafu FAR Rabat gundua wanakuwa na pointi 31. Ukienda Al Hilal Omdurman 27. Lakini kuna CR Belouizdad wataingia wakiwa na pointi 25. Simba 22 23 ambao ndio msimu wa kwanza. Tuwazidisha mara moja ambao itakuwa ni pointi 3. 23 24 Simba pia walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunatambua vizuri walitolewa na Al Ahli ya Misri. Matokeo yake walipata pointi 3 katika msimu, kizidishio ni 2. Kwa hiyo tunazidisha mara 2 inakuwa pointi 6. Msimu unaofuatia 24 25 Simba walifika finali ya kombe la shirikisho wakapata pointi 4 kwa msimu, kizidishio ni 3. 4 mara 3 inakuwa 12. Halafu msimu huu uliobalizika 25 26 Simba ligi ya mabingwa barani Afrika waliishia tu makundi, nafasi ya mwisho kwenye kundi lao ambalo liliongozwa na Stade Malien pamoja na Esperance de Tunis. Halafu akafuatia Petro Atletico ya Angola, wao wakawa mkiani. Kwa hiyo walipata pointi moja kwa msimu, tunazidisha mara 4 ambayo ni sawa sana pointi 4. Sasa 4 ongeza 12 inakuwa 16. Ongeza 6 inakuwa 22. Ongeza 3 inakuwa pointi 25. Kwa hiyo 26 27 msimu utakapoingia Simba watakuwa wanaingia wakiwa na pointi 25. Watengeneza wa jadi Yanga wako nafasi ya 12. Wao kwa msimu ule 22 23 walifika finali kombe la shirikisho. Tunakumbuka vizuri dhidi ya USM Alger. USM Alger wakawa mabingwa. Kwa hiyo walipata pointi 4 kwa msimu, tunazidisha mara moja inakuwa ni pointi 4. Msimu unaofuatia walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakatolewa na Mamelodi Sundowns Afrika Kusini kwa mikwaju ya penalty 3. Kwa msimu huu tunazidisha mara 2 ambayo itakuwa ni pointi 6. Halafu msimu unaofuatia 24 25 Yanga kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika walishia tu makundi, nafasi ya 3, kwa lugha nyingine nafasi ya 2 kutoka mkiani, ambao tumeshazungumza kwamba ni pointi 2. Unazidisha kwa msimu mara 3 wanakuwa na pointi 6. Halafu katika msimu huu wa 25 26 Yanga tunatambua vizuri kwamba pia wameishia katika hatua ya makundi, nafasi ya 3 kwenye kundi lao, na hivyo wamepata pointi 2 kwenye ligi ya mabingwa. 2 kwa msimu tunazidisha mara 4 inakuwa ni pointi 8. Kwa hiyo unachukua sasa pointi 8 ongeza pointi 6 inakuwa 14, ongeza 6 inakuwa 20, alafu ongeza 4 za msimu wa 22 23 inakuwa pointi 24. Kwa hiyo viwango vya ubora walau kwa timu zile 12 za juu ni kana kwamba msimamo umebaki vile vile tutakapoingia 26 27, kwa maana kwamba Mamelodi Sundowns bado wako juu kileleni, ila pointi zimebadilika kutoka 73 zinakuwa 51, kwa sababu tulizotoka kuzielezea kwamba kuna msimu umedrop 21 22, lakini kizidishio kimebadilika. Pale penye kuzidishwa mara 2 imezidishwa mara 1, pale palipokuwa mara 3 pamezidishwa mara 2 na kadhalika. Wanaofuatia ni Al Ahli bado wana pointi 42, lakini kwa mpangilio huo Esperance wana pointi 39. Kuna RS Berkane nao wana pointi 39, na Simba Yanga nafasi ya 11, Simba pointi 25, Yanga nafasi ya 12 pointi 24. Nini kinachojitokeza kwa hao watani wa jadi? Simba wanaendelea kujisifu bado kwamba wako juu ya Yanga pindi tutakapoingia msimu wa 26 27 kwa viwango vya ubora, kwa sababu wao kwa nafasi ya 11, Yanga nafasi ya 12. Lakini Yanga
wataendelea kujipa moyo kwamba wamepiga hatua kubwa, kwa sababu sasa tofauti yao ya point na mtani wao wa jadi Simba itakuwa pointi moja tu.